Naam, karibu mwana michezo, ikiwa ni siku nyingine tena Jumatatu tulivu kabisa. Nikukaribishe katika dondoo za michezo kupitia hapa Lokoma TV. Na leo niko na mchambuzi wangu Nasi Ngayoma. Tuna mengi ya kuzungumzia, hasa kabisa mara baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kufanikiwa kufanya vizuri katika mashindano ya kimataifa. Simba Sports Club jana imefanikiwa kuingia finali katika mashindano haya ya kombe la shirikisho barani Afrika. Inakuwa ni timu ya pili hapa nchini Tanzania na inakuwa ni timu ya pili katika ukanda wa Afrika Mashariki kutinga hatua ya finali ya kombe la shirikisho barani Afrika mara baada ya kutoa sare jana dhidi ya Stellenbosch ya kule nchini Afrika Kusini. Simba Sports Club sasa tayari imetinga finali ya kombe la shirikisho barani Afrika na sasa itakutana na RS Berkane ya kule nchini Morocco. Niko na mchambuzi wangu hapa Nasi Ngayoma. Tuzungumzie mchezo wa jana wa Simba Sports Club na hata pia tuzungumzie kuelekea mchezo wa finali dhidi ya RS Berkane ambao tayari ratiba imetolewa. Simba ataanzia kule kunako nchini Morocco siku ya tarehe 17 na atamaliza pale kwa Mkapa siku ya tarehe 25 ya mwezi wa 5. Karibu. Asante sana. Na walichokifanya Simba jana, hii ina faida kubwa kwa nchi nzima. Tukiondoa uyanga na usimba, tukiangalia profit ya mpira wetu wa miguu nchini inakuwa ina faida kubwa sana. Kwa sababu gani? Kwa maana tunakuwa title contender sasa. Kwa hiyo maana yake ni mara pili mtawaliwa. Timu za Tanzania zinaingia finali kombe la shirikisho. Unajua tilo ukishaingia finali maana yake wewe unakwenda kuwa finalists. So kwa hiyo hii inakuwa naje? Kwanza kilenki ligi yetu inapanda sana, lakini pili hata timu tutakazopangwa nazo tournament ijayo wakiona wamepangwa na Yanga ama Simba wanasema yes, tumekwenda sasa katika nchi, tumeenda kukutana na timu ambayo ina ushindani na wana expose ya hali ya juu na wana mafanikio. Maana kuwa timu kubwa maana yake ni hili kuachieve kimataifa. Unanifahamu? Sasa hapa ndo unaweza kuona Simba na Yanga wana dunia yao wamejimegea katika nchi yetu na katika hii East Africa. Kabisa. Unanifahamu? Kwa hiyo maana yake ni nini? Sasa hivi magazeti yote ya nje, vyombo vya habari vyote vya nje vinazungumzia mafanikio ya timu za Tanzania. Angalia sasa, sio Simba, timu za Tanzania kwa ujumla. Kwa hiki ambacho timu hizi mbili zimeonyesha kwa haraka. Maana yake investment imesettle, ndio logistics imesettle, lakini na recruitment ya hali ya juu ya wachezaji wa kigeni na makocha pia na makocha of course na makocha. Kwa hiyo unaweza kuona ile recruitment ilivyoweza kufanya achievement so far. Niwape pongezi management ya Simba Sports Club, lakini all of all wachezaji wa Simba Sports wamedeserve na wanastahili kwa pale ambapo alipo. Tuzungumzie kiufundi mchezo wa jana Simba dhidi ya Stellenbosch. Simba, watu wengi wanasema Simba alicheza kikubwa, hakutaka kufanya mengi sana ambayo aliyafanya labda katika michezo ya nyuma. Unafikiri kocha Fadlu alifanikiwa wapi hasa kuweza kupata matokeo ya jana? Kwa sababu moja ya matokeo ambayo Simba walikuwa wanayataka ni kupata sare aina yoyote au ushindi wa aina yoyote, na wakafanikiwa jana kutoka sare. Niseme, unajua katika mchezo wa mpira ukiacha na vitu vingine vyote, lakini bahati ina nafasi kubwa sana. Unanifahamu uzuri. Mimi naongea total football. Simba hakuwa na mchezo mzuri tokea kwa the whole ways. Hakuwa na mchezo mzuri, isipokuwa alikuwa na matokeo mazuri. Unajua unaweza ukacheza vibaya na ukapata matokeo, na unaweza ukacheza vizuri na usipate matokeo. Kwa hiyo Simba hakuwa na mchezo mzuri tokea tournament zinaanza. Unaweza kuona ukireview games za nyuma zilizopita. Lakini bahati ilikuwa upande wao. Na mwalimu aliweza kuwa study Stellenbosch, kwa sababu Stellenbosch kwanza ujue ni timu ambayo haina exposure. Ni mara ya kwanza kushiriki ya mashindano. Tunafahamu uzuri. Na hii kufika pale imekuwa kama ni surprise. Haikuwa activity kabisa. Kwa hiyo alichokifanya mwalimu Fadlu ni kuweza kucheza na ile partner endurance player ya Stellenbosch, kwa sababu aliwaona tukia huko mchezo waliocheza Dar es Salaam ndio umeenda kurudia kule. Kwa hiyo ikawa kesi rahisi tu kwa Fadlu kumaliza game. Na unaweza kuona alikuwa ana defend low. Sawa? Alimtegemea Mpanzu na Kibudi kwa sababu wale wana speed kwenye zile flanks. Lakini hakucheza ile flanks typical. Walifanya individuals. Kuna sometime unamkuta Mpanzu kama namba 10, forcing number 9. Yes. Ndio. Alafu ule Chazi Ahua unamkuta yuko pembeni. Ndio. Na ndio maana unaweza kuona alifanya attempt mbili Mpanzu ziko fantastic. Ndio. Sawa? Yani ile ni perfect executions aloifanya
kipa akacheza. Kwa sababu nini? Angekuwa iko typical wings. Ile moment asingefikia. Ni kwa sababu alikuwa ameshamark. Yes. Na sasa hivi Simba Sports wanamtumia mpanzu kama Lionel Messi kwamba anakuwa squeezer, anakuwa individual, anakuwa clash. Kama player maker. Yes, ni player maker, sio kama ni player maker. Lakini mjanja. Katika makaratasi unamwona iko wings. Lakini katika mfumo pitch yule ambaye hana wizara maalumu, ni multipurpose. Na mpanzu unaweza kuona ile ball receive yake ya hali ya juu, ana commitment, intensity ya kutosha. Mikimbio yake unaweza kuona ya hatari. Kimoja tu akikiboresha hiki kitakuwa kizuri zaidi katika finali. Kuachia mpira kwa wakati. Yes, tunaita release on time. Yeye ana receive sana, anafanya dribbling muda mrefu sana. Ni kweli ni bora rani nzuri, lakini sasa ile katika kukaba, katika mafanikio unachelewesha, unawafanya wapinzani wawe well organized. Shanifahamu nzuri? Ndio. Yes, na mpira wa kisasa unarelease, unakimbia bila mpira, unakimbia kwenye njia. Maana ukimbia kwenye njia faida yake ni kubwa moja, unaweza ukatengeneza tukio la hatari kulikaribia goli. Ndio. Lakini ukikimbia na mpira ni rahisi kukabwa. Yes. Yeah. Ukiacha kuzungumzia ushindi wa Simba kwenda finali, uweze kuacha pia kuzungumzia performance ya Pinpin Musa Kamara. Nafikiri uliona katika mchezo dhidi ya Al Masry aliibuka kidedea pia kuweza kutoa save katika penalti zile. Na hata jana pia alitoa save 2 za hatari. Save ile ya Traore yule nyota wa zamani wa AS Mimosa, na hata pia save ya winga mmoja hivi ambaye anacheza katika nafasi ya kiungo wa Stellenbosch. Kwa hiyo tuzungumzie performance ya Musa Pinpin Kamara. Unafikiri amechangia nafasi kubwa sana kwa Simba kuweza kufanikiwa kwenda katika hatua inayofuata ya finali? 99%. Yeye ndo title contender ni Pinpin. Game zote, rudi nyuma na rudi tena, review game zote za tournament hii. Toka ile Mabululu, nakumbuka ile ambayo Simba ndio nakwambia rudia kote. Nakumbuka mchango wa 79%. Tukianza kwa karaka, tukio la Mabululu, tukio la Bravo Di Makwizi ya kule nchini Angola, ile save ya penalty. Ni baadhi ya matukio haya. Tukianza Al Masry kwenye penalty, na hata jana ile cheza 2. Yes, tunakwambiaje? Na ile David Nyeda mwishoni kabisa, mashabiki wa Simba, ndio maana nikakwambiaje ana 99% yeye kuifanya Simba kuwa final. Haina no comment, haina discussion. Haihitaji uwe na elimu ya chuo kikuu ama nini. Ni reality iko hivyo. Maana unaona mchango wake, na hii sasa ndio inafanya nini, inaakisi scouting za kufanya recruitment ya wachezaji wa kimataifa. Unajua zamani timu zetu hizi mbili, Simba na Yanga, zote zilikuwa zinaferi katika sajili za mchezaji wa kimataifa. Ndio tuko tunachukua mchezaji wa kimataifa, hata kimataifa haitu na afahamiki kama kuna mchezaji anacheza Tanzania. Lakini watu unaona wamengata jongo kwa meno, wamewekeza, wako seriousness, wanakwenda front, wanafanya ile real scouting, wanafanya ile activity, ile acquisition ya sajili za international. Zinakuwa tuna compete kama unaona Mamelodi au National Hall au Wydad Casablanca na nini hivyo. Maana tuko serious katika usajili ule. Kwa hiyo hani mafanikio. Ukiangalia hata kwa Pinpin kama ni international standard, kwa sababu kwenye national team ya Guinea anaanza. Ndio maana nikakwambia Kamara anaanza, Diarra anaanza. Wote wanacheza timu kubwa barani Afrika, Tanzania na barani Afrika. Kabisa. Umeona? Umeona? Zamani ulikopoezi kukuta mchezaji anacheza Yanga akacheza timu ya taifa Burkina Faso, lakini this time unamwona Aziz Ki, Valentino Nouma, unaona Mukwara. Sawa unaona nani? Kwa hiyo unaona wakina Chama, pengine pia Chama, wakina Musonda national team. Yes, out yani in any time in sasa unaona kila call up anaanza. So kitu kidogo. Maana yake ni nini sasa? Mileage anaoipata mchezaji akienda kule, maana yake yule commentator atasema Chama ama Pinpin Kamara ni mchezaji wa Simba Sports from Tanzania. Watu wataanza kuisearch kwenye Google Tanzania. Ndio. Huyu mchezaji anakuaje anacheza Tanzania ikoje na nini, na tayari mileage unaona ile extra elimination tunakuwa nayo kubwa, kwa sababu kuchukua wachezaji platform inazidi kuongezeka kwa sababu nini, wale wachezaji ni regular. Zamani tulikuwa tunachukua magunia tu. Yes, tulikuwa tunachukua magunia kama wakina nani tena bwana.
Shehe. Enzi zile wakina nani? Akina nani? Wakina Ipe au? Sasa akina Ipe, siji Moringa, unatamba Sapong. Kuna mtu mwenye Papando alikuwa na bonge la kiatu kibovu. Simba Sports alikuwa sasa kutoka kule kwenye magunia mpaka leo kwenye almasi sio kitu kidogo. Tuwapongeze sana hizi virabu, wanafanya kazi nzuri mno, kazi ya mpira. Yaani sasa hivi sasa tunafanya kazi ya mpira, hatufanyi siasa. Nikwambie, mafanikio ya Simba kuingia finali na mafanikio ya Yanga kuingia finali baada ya wao wenyewe kwa wenyewe kuona sasa tuache siasa, tuache ujinga, tuache utoto, huku kimataifa tuachiane, tusapotiane. Ila huku kwenye ligi tungateni meno. Ndio unaona mafanikio hayo. Wawekezaji pia usawa, hata wawekezaji pia. Licha kwani kipindiko wawekezaji hakuna? Licha Manji aliweka lot of money. Manji sina alikuja kufanya develop. Nakumbuka ile Young Africans na Experience ya Tunisia ilikuwa jijini Mwanza, akatoa tiketi za bure Young Africans kuingia pale. Yanga na TP Mazembe hapa swali ingia bure kwa Mkapa. Ndio. Yes, mbona kufanya vizuri? Kwa sababu hatakuwa na wachezaji, hawakuwa na wachezaji Yanga wanaostahili, hawakuwa kwenye level hiyo, quality ya ushindani, quality gunia. Ushanifahamu? Lakini this time quality unaona ni class, ni diamonds quality. Quality ni Tanzanite, quality ni almas. Kwa nini wasipate matokeo haya? Lakini pia ile kupokea wageni, kuwaweka kambi, kuwaonesha chocho, kuonesha weakness ya mtu wako, sasa hivi hakuna. Na ndio maana wanapata mafanikio. Nafikiri jana ulitazama mchezo wa Simba na Stellenbosch. Kuna baadhi ya mashabiki wa Young Africans pale katika uwanja wa Moses Mabina Stadium walikuwa wamevaa jezi ya Yanga, ila walipongeza Simba na walishangilia kuona wanapeperusha bendera ya Tanzania. Uliona? Yes, sasa ile ni football. That is football. Mpira ni mchezo wa wazi. Mwenzio akiwa katika fomu lazima ukubali kwamba Simba iko kwenye fomu, Yanga iko kwenye fomu. Tukiondoa siasa tutapata mafanikio more than. Tukiondoa siasa tutapata mafanikio zaidi hapo. Yes. Tukiondoa siasa katika mpira. Mpira sio mchezo wa siasa. Mpira ni mchezo wa sayansi, mchezo wa wazi, mchezo wa pitch. Wekeza logistic yako vizuri, utapata result nzuri. Nafikiri tumeona katika ligi ambayo inaongoza kwa uwekezaji mkubwa sana ni ligi ya Misri pamoja na ligi ya South Africa. Yes. South Africa wamepeleka timu moja finali katika mashindano ya Club Bingwa Mamelodi Sundowns. Misri pia wamepeleka Pyramids. Yes. Unaona namna fulani hivi zile timu kutoka ukanda wa. Na umeona ile comeback iliyofanywa na Pyramids dhidi ya Orlando Pirates. Ile sio comeback ya kibahati mbaya, ni comeback ya kimakusudi, maana yake ile total quality imeamua. Waliongozwa moja wakachomoa, wakaja wakapigwa la pili, wakaja wakachomoa wakapiga la tatu. Unafikiri ni bahati mbaya? Sio bahati mbaya. Ni progress. Sasa na sisi Tanzania tunakwenda huko. Wana quite players, mfano kama au Pyramids. Kuna mchezaji anaitwa Ramazan Sobi, amecheza West Brom, amecheza Sunderland kwenye level kubwa kabisa ligi kuu soka nchini England. Yes. Nafikiri katika miongoni mwa goli ambao alifunga ni matatu, alifunga goli moja na Fiston Mayele akafunga mawili. Kwa hiyo unaona wale quality players ambao wana top striker Africa this time. Huwezi kumtoa Mayele, top striker Africa. Kwa wachezaji ndani pasipo na shaka ni yeye. Ni top nakwambia, sio tu ni yeye, ni top. Fiston Mayele top striker Africa. Jamaa angalia mikimbio yake, anticipate yake. Unaona jinsi anavyokimbia na box. Ukimwangalia katika kinadharia unaweza kusema ni midfielder. Lakini ni modern strikers. Yes. Ana rana, ana drop, ana connect team chemistry hivi nani. Unaweza kuona na mapafu ya mbole mtu anakwenda kwa. Hebu angalia ile goli la tatu. Kama unakuwa demand, huwezi kwenda. Kama unakuwa demand, anajicho la kunusa hatari. Yes. Kacheza kipa kaenda kaibuka kule. Sasa hivi kabadilisha, apige hapa. Sasa hivi ana slide. Top striker. Okay. Tuzungumzie sasa michezo hii miwili ya finali ya Club Bingwa barani Afrika na finali ya kombe la shirikisho. Tuanzie kwa wekundu wa Msimbazi ambao wanaenda kule nchini Morocco. Shirikisho Belkane ambaye ana rekodi kubwa sana hapa katika mashindano haya, akiwa amechukua mataji mawili kwa miaka 5 hivi karibuni. Nafikiri Belkane amekutana na Simba pia katika hatua ya makundi. Belkane alishinda pale nchini Morocco, akaja akapoteza kwa Mkapa. Tuzungumzie mchezo huu. Unampa nani nafasi zaidi ya kufanya vizuri? Ambapo Belkane anaanza kule nchini Morocco tarehe 17 na mechi inakwenda kutamatika tarehe 25 pale Benjamin Mkapa au pengine New Amaan Complex. Tutarajie mchezo wa aina gani kati ya Simba na Belkane? Mchezo mgumu kwa upande wa Simba. Lazima tuwe wa kweli, lazima tuwe wa kweli. Tusiwe tukishabiki. Belkane wako on fire. Wako top class. Na unaweza kuona sio kama kwa bahati mbaya, na unaweza kuona wao ndio mabingwa wa msimu huu wa ligi kule Morocco Botola Pro. Ushafahamu Angalia ana compete nani kwenye ligi yake.
mpaka nenda kwa yeye winner. Kuna Wydad Casablanca, kuna Atletico Wydad. Ndio. Kuna Raja Wydad. Farabati. Sasa nifahamu Kwa hiyo maana yake ni nini? Na kuna nani wale? Yes, maana yake ni nini? Ni mtu ambaye yuko vizuri, yuko commitment. Yuko commitment. Na nimewaona. I say nimewaona. Wako serious. Jana wamefungwa, ndio ilikuwa ni mara ya kwanza kufungwa ya mashindano haya. Sawa, lakini wao kwa sababu washamaliza game wamempiga mtu 4 mtungi. Uje kumfunga 5 bila. Na tunaona aliweka Maregula star wake Somana aliweka nje. Kujiandaa michezo mingine. Yes, kwa sababu alishaona mimi naenda. Aliingia na mpango mkakati. Mpango wangu mkakati kwenda kukuzuia tusifungwe mengi. Bas. Na kile umeona kimedeliver. Sio? Kwa hiyo maana yake nini? Jinsi ninavyoona Simba wanavyocheza. Na nikiwaangalia Berkane jinsi wanavyocheza. Uzito wa mzani wangu nitaupeleka kwa Berkane. Kwa Berkane. Yes, of course. Wenzetu wako mbali sana. Ingawaje mpira una matokeo ya kikatili na kustajabisha. Hilo nalikiri, lakini uhalisia lazima nizungumze. Sawa? Jinsi Simba wanavyocheza na wale jamaa wanavyocheza, vitu viwili tofauti. Kwa hiyo lolote linaweza likatokea, nisimalize maneno, lakini all of all naweza kuona jamaa kwanza msimu huu mechi wanazimaliza kwao wale jamaa. Wale Waarabu Morocco. Kote angalia mechi zao zote. Stella Bonja yakula chuma 5. Angalia mechi zao zote. Angalia mechi zao zote. Ndio. Mechi zao zote kule mtu anakula 5, anakula 4. Kanusulika anakula 3. CS Constantine alikula chuma 4. Yes. Kwa hivyo nimeongelea uhalisia, nimeongelea football. Mimi ni mtu wa mpira. Lakini hao Berkane walionyesha upinzani na ASEC Mimosas ambayo wengine labda walitarajia labda angekula chuma nyingi. Nafikiri mechi ya kwanza pale Ivory Coast Mimosas alikula chuma 1-0. Mechi ya pili pale Morocco ASEC Mimosas akala chuma 1. Kwa hiyo aggregate goli 2-0. Sasa nani akaenda Berkane. Lakini tukizungumza kwenye Simba sasa na Berkane, tuachana na mengine. Walivyokutana, mechi ya kwanza Berkane alishinda pale kwao magoli 2-0. Mechi ya pili Simba naye akashinda ya marejeano katika hatua ya makundi 1-0. Nani hapo anaenda mfano kama finali hapo, nani bingwa? Moja kwa moja ni Berkane. Unasemaje sasa? Ndio maana udivyo hivi. Timu za Kiarabu kwanza ziko serious katika logistics. Zimewekeza vizuri. Lakini pia wanacheza mechi kimbinu zaidi. Kimbinu zaidi. Ukiangalia makombe yake mawili yote aliochukua Berkane, unaweza kuona mbinu tu zimeamua. Wana watu kwanza wanakimbia, wana watu wako physical. Wale jamaa kokote wako. Kikubwa tu mechi hiyo Simba aende kwa tahadhari kubwa. Tahadhari kubwa sana. Yes. Akenda kichwa atakuwa kama nguruwe poli katika ugavi. Wale Berkane walichukua ile kombe la shirikisho na wakacheza CAF Super League na Al Ahly na wakamfunga. Kwa hiyo kuna namna fulani ni timu ambayo unaweza kusema ni daraja la juu kwa sasa barani Afrika. Yaani wale wamepanda, wako level. Na hii issue ya kuchukua bingwa wa Morocco, kwa hiyo unasemaje? Ni profile kubwa sana kwao. Yes. Maana yake Simba wanaenda kukutana na mechi ngumu, wawe seriously. Kwa hiyo tuseme Simba anaenda kukutana na timu yenye Asia klabu bingwa barani Afrika. Yeah. Yes, siko hivyo. Sasa kama mtu amechukua kombe la shirikisho mara 2, unasema adhi yake ni wapi? Na Super Cup. Adhi yake iko wapi? Chini ya Al Ahly. Wewe ndio mara ya kwanza unafika finali shirikisho. Tokea libadilishwa kutoka kombe la CAF. Kwa hiyo waende kwa tahadhari. Kwa tahadhari. Nafasi kubwa kwa Berkane na Berkane. Of course. Huo ndio walisi. Pyramids na Mamelodi. Yeah. Kwa sababu ni favorite pia na wenyeji au na uzoefu exposure ndio inamata sana katika football. Nasi Ngayoma anamaliza kusema kwamba anampa nafasi sana Alex Berkane pamoja na Mamelodi Sundowns kufanya vizuri katika mashindano hayo mawili ya klabu bingwa barani Afrika na kombe la shirikisho barani Afrika. Hadi kufikia hapa mimi sina ziada katika dondoo za michezo. Shukrani za dhati sana ziende kwa Icon nyuma ya kamera ambaye ameweza kufanikisha kipindi hiki kuruka hapa kupitia Lokoma TV. Na pia usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Lokoma TV, na pia usisahau pia kufollow account yetu ya Lokoma_TV ili uweze kupata mengi ya kimichezo